Mji wa Yerusalemu ulikuwa umechafuka. Wafuasi wa Yesu walikuwa wamejifungia ndani ya chumba cha juu, mioyo yao ikiwa imejaa hofu. Bwana wao alikuwa amechukuliwa mbinguni mbele ya macho yao, na sasa walikuwa peke yao. Aliwaahidi kwamba atatuma mfariji, Roho Mtakatifu, lakini hawakujua mfariji huyo angekuja lini au angekuja vipi. Kila sauti nje ya mlango iliwafanya washtuke, wakidhani labda askari wa Kirumi wanakuja kuwakamata. Walisubiri, lakini hawakujua wanasubiri nini hasa. Siku 10 zilipita katika hali hiyo ya kusubiri. Hatimaye siku ya Pentekoste ilifika. Mji ulijaa watu kutoka kila taifa: Parthia, Umedi, Elamu, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Ponto na Asia. Walikuwa wamekuja kwa ajili ya sikukuu kubwa ya Kiyahudi. Lakini ndani ya kile chumba cha juu, wale wafuasi 120 walikuwa bado wamekusanyika pamoja katika sala. Walikuwa wameambiwa wasiondoke Yerusalemu. Ghafla, kitu ambacho hakikutarajiwa kilianza kutokea. Hakikuwa kishindo cha askari wala kelele za soko. Ilikuwa ni sauti iliyotoka mbinguni, kama ya upepo mkali unaovuma kwa nguvu. Haikuwa upepo wa kawaida, haukutikisa madirisha wala milango. Ilikuwa ni sauti ya nguvu yenyewe, ikijaza nyumba yote walimokuwa wameketi. Waliangaliana kwa hofu na mshangao. Je, huu ndio ulikuwa mwisho? Je, hukumu ilikuwa inawajia? Lakini kabla hawajapata jibu, sauti hiyo ilifuatiwa na kitu cha ajabu zaidi. Mbele ya macho yao, hewa ilianza kuwaka. Kitu kilichofanana na ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto kilianza kuonekana. Moto huo haukuwa moto wa kuunguza, ulikuwa ni moto ulio hai. Kila mmoja alitazama kwa mshangao, huku ulimi mmoja wa moto ukielea na kukaa juu ya kichwa cha kila mmoja wao. Hawakuhisi joto la kuungua, lakini walihisi nguvu isiyoelegeka. Na hapo ndipo jambo lisilowezekana lilipotokea. Mara moja, wote wakajazwa na huyo Roho Mtakatifu. Hofu iliyokuwa imewajaa ilitoweka ghafla na ujasiri mkuu ukawajia. Vinywa vyao vilifunguka, lakini maneno yaliyotoka hayakuwa Kiaramu wala Kiebrania walichokijua. Walianza kusema kwa lugha nyingine, lugha za mataifa ambayo hawajawahi kujifunza, kama vile Roho alivyowajalia kutamka. Petro, mvuvi, alikuwa akizungumza lugha ya Ponto. Yohana alikuwa akiongea lugha ya Roma. Hawakujua hata walikuwa wanasema nini, lakini walijua wanamtukuza Mungu. Sauti zao zilipenya kuta za chumba kile. Kule nje barabarani, ule umati mkubwa wa Wayahudi kutoka mataifa mbalimbali, wale waliokuja kwa sikukuu, walisikia ghasia hizo. Sauti ya upepo mkali na sauti za watu wakisema lugha nyingi ziliwafanya wakusanyike kwa haraka mbele ya ile nyumba. Walipofika, walipatwa na mshangao mkuu. Kila mmoja alikuwa akiwasikia wale wa Galilaya wakiongea kwa lugha yake mwenyewe. Hawa wote wanaosema si wa Galilaya? Waliulizana, inakuwaje basi sisi tunawasikia kila mmoja wetu kwa lugha yetu wenyewe ya kuzaliwa? Medi alisikia sifa za Mungu kwa Kimedi, Misri alisikia kwa Kimisri, Mroma alisikia kwa Kilatini. Wote walikuwa wamechanganyikiwa kabisa. Walishangaa na kustaajabu wakiambiana, jambo hili lina maana gani? Walijua hawa ni wavuvi wasio na elimu, lakini walikuwa wakitangaza matendo makuu ya Mungu kwa ufasaha wa ajabu. Lakini hawakuwa wote walioshangaa. Wengine walianza kudhihaki. Achani Bwana, walisema kwa dharau. Watu hawa wamelewa divai mpya. Walifikiri ni upuuzi mtupu. Lakini hawakujua kwamba Petro alikuwa karibu kuwajibu. Hapo ndipo Petro, yule ambaye alimkana Yesu mara 3 kwa hofu, akasimama imara. Wale mitume 11 walisimama pamoja naye. Hofu ilikuwa imetoweka kabisa. Akapaza sauti yake, na sauti hiyo ikanyamazisha ule umati wote. Enyi watu wa Yudea na nyinyote mkao Yerusalemu, lijueni neno hili, mkasikilize maneno yangu. Hawa hawakulewa kama mnavyodhani, kwani ni saa 3 tu ya mchana. Umati ulikaa kimya, wakisubiri maelezo. Ikiwa hawakulewa, nini kilikuwa kikiendelea? Petro akawajibu, bali hili ni lile lililonenwa na nabii Yoeli. Alisema, itakuwa katika siku za mwisho, asema Mungu, nitamimina Roho wangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Umati ulisikiliza.
walijua maandiko ya Yoeli. Petro aliendelea, hata juu ya watumishi wangu wanaume na wanawake nitamimina Roho wangu siku zile, nao watatabiri. Petro alikuwa anawaambia kwamba Mungu alikuwa anatimiza ahadi ya zamani, sasa hivi mbele ya macho yao. Kisha Petro akabadili mwelekeo wa maneno yake, akawaambia moja kwa moja, enyi Waisraeli, sikilizeni maneno haya. Yesu Mnazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara. Mtu huyo ninyi mlimsulubisha na kumua kwa mikono ya watu wasio na sheria. Maneno hayo yalikuwa makali kama kisu. Aliendelea, lakini Mungu alimfufua, akiviondoa vifungo vya mauti, kwa maana haikuwezekana ashikiliwe nayo. Petro alikuwa anawathibitishia kuwa yule Yesu waliyemdhania ameshindwa alikuwa hai. Asi yeye atiishe kupandishwa kwa mkono wa kuume wa Mungu na kupokea ahadi ya Roho Mtakatifu kutoka kwa Baba, amemimina Roho huyu mnayemvona na kumsikia sasa. Hapo ndipo siri ilipofunuliwa. Ule upepo na ule moto haukuwa tukio la ajali. Ilikuwa ni ishara kwamba Yesu alikuwa amefika mbinguni na ametuma ile nguvu aliyoahidi. Lugha zile zilikuwa uthibitisho. Moto ule ulikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu mwenyewe, ukikaa juu ya watu wa kawaida, sio tu manabii au wafalme. Maneno ya Petro yalichoma mioyo ya watu waliokuwa wakisikiliza. Ghafla dhihaka ziliisha. Ule mshangao ukageuka kuwa hofu ya kimungu. Walitambua kwamba walikuwa wamemuua Masihi wao. Walimwangalia Petro na mitume wengine, na kwa sauti ya kukata tamaa wakauliza, ndugu zetu, tufanye nini? Walikuwa wametambua kosa lao, lakini hawakujua jinsi ya kulirekebisha. Petro akawajibu kwa mamlaka, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote walio mbali, kila atakayeitwa na Bwana Mungu wetu. Hakuambia wafanye kafara au sadaka, aliwaambia wabadilishe mioyo yao. Siku hiyo wale waliolipokea neno lake walibatizwa. Idadi yao iliongezeka kwa watu wapatao 3,000. Wale wafuasi 120 waliokuwa wamejificha kwa hofu asubuhi hiyo, sasa walikuwa maelfu. Ule moto ulikuwa umewasha kitu ambacho hakingeweza kuzimika tena. Kanisa lilikuwa limezaliwa, lakini huu ulikuwa ni mwanzo tu. Jinsi ambavyo Roho huyo angebadilisha maisha yao na ulimwengu mzima, hilo lilikuwa bado halijaanza kuonekana.